Natambua uwepo wa mbunge wangu wa mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa Mary Masanja, ambaye ni mbunge wetu wa viti maalum mkoa wa Mwanza, makamu mwenyekiti wa hii kamati. Nitambue pia waheshimiwa wabunge wote ambao ni wajumbe wa hii kamati. Nimefurahi kwamba nusu ya hii kamati ni rafiki zangu. Aidha tulikuwa naye Nkasi. Anapotangazwa mbunge, mimi ndio nilikuwa mkuu wa wilaya ya Nkasi. Lakini tulikubali matokeo. Na nilifanya naye kazi vizuri sana. Mpaka naondoka sijawahi hata kugombana na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo ninafurahi kumuona. Lakini pia rafiki yangu Ngasa wa Igunga, tumefanya naye kazi nikiwa mkuu wa wilaya kule Urambo Tabora, na yeye tunakutana kwenye mikutano yetu pale Tabora. Mama Bushiri nikiwa mkuu wa wilaya ya Kilimanjaro Moshi mjini, na yeye alikuwa mbunge wangu na tumefanya naye kazi vizuri sana. Nimekaa Moshi miezi 5 kama mkuu wa wilaya, Urambo miezi 4 kama mkuu wa wilaya. Lakini Dr. Paranjo naye tulikuwa naye Arusha. Nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha mwaka mmoja na miezi kama 9 au kuelekea miaka 2. Lakini pia Mheshimiwa Tarimba yeye ni mdau wetu. Ni mdau wetu na ni mfadhili wa Pamba Jiji ya Mwanza. Lakini Mheshimiwa Kajege yeye tulikuwa naye kule Bunda Mwimbara, na nilishafanya naye mikutano mingi kwenye jimbo lake. Tulikuta wakati ule na kwenda ni mbio za Mwenge, tukakutana kwa mara ya kwanza Mwenge ukiwa pale jimboni kwake. Kwa hiyo tulishirikiana naye vizuri. Na ndugu yangu Walindi Ndulane, mimi natokea Mchinga, yeye anatokea Kilwa, mkoa wa Lindi, na tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo na wabunge wote kwa ujumla nimefurahi kuwaona na niwakaribisheni sana mkoani Mwanza. Kwa hiyo ndugu zangu, namshukuru pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya Amina Makilagi wa Nyamagana kwa kujumuika na sisi, na wakuu wa taasisi ambao mtafanya nao kazi wa NSSF, lakini pia bandari na Neli Msuya, mama mmoja anafanya kazi sana kwenye sekta ya maji, na wataalamu wangu wote ninawashukuru sana. Nchi kavu au ardhi ya mkoa wa Mwanza ni 47%. Kwa msingi huo uwekezaji mkubwa wa serikali uko katika ziwa, lakini pia hata uchumi wa wananchi wa mkoa wa Mwanza unategemea pia shughuli za kwenye ziwa. Kwa hivyo nimesikia kamati yenu, moja kati ya malengo ni kwenda kukagua bandari. Na hapa tunazo bandari 2. Bandari inaitwa South Port na bandari inaitwa North Port. Na serikali imeweka fedha au wabunge wenyewe imepitisha budget over 18 billion 0.6 billion kwa ajili ya upanuzi wa bandari. Na ni jambo zuri kwa sababu sasa hivi tunajenga meli ya MV Mwanza. Kwa hiyo meli imeshakamilika almost asilimia kama 90 na kitu hivi, na imeshaanza majaribio. Nafikiri mkipita huko bandarini mtaiona meli imejengwa hapa mpaka imekamilika. Kwa hiyo safari za Bukoba, Jinja, Kampala zitakuwa zinafanyika kwa uhakika sana kupitia hiyo meli kubwa ya serikali. Lakini hivi karibuni wako wawekezaji ambao nafikiri baada ya mwezi wa Ramadhani tutazindua meli nyingine ambayo itakuwa inafanya kazi ya kusafirisha magari zaidi kuelekea Jinja, Kampala kutokea hapa. Na niliwauliza kwa nini, wakasema kwa sababu SGR inakuja hapa, wanaamini cargo nyingi zitakuja. Kwa hivyo watu wa Kenya, Uganda kupitia ziwa watafanya nao biashara vizuri. Kwa hiyo uchumi wa Mwanza utaimarika. Lakini jambo la pili, mkoa huu wa Mwanza una vijiji 544. Kati ya vijiji hivyo 544, vijiji 540 vina umeme huu wa gridi ya taifa, lakini vijiji vilivyobakia kama 4 vinatumia umeme wa nishati nyingine. Kwa hivyo programu ya kuleta umeme katika vijiji vya mkoa wa Mwanza imefanikiwa vizuri. Lakini mkoa wetu una wilaya 7 na halmashauri 8.
Kwa hiyo tunao wabunge wengi wa kutosha wa majimbo, lakini pia tunao wabunge wa viti maalum. Na mkoa huu wa Mwanza una idadi ya watu 3,600,000. Kwa hiyo ni mkoa wa pili kwa kuwa na idadi ya watu. Ukiacha mkoa wa Dar es Salaam wenye watu zaidi ya 500,000, mkoa unaofuata ni mkoa wa Mwanza. Kwa msingi huo pia pato la taifa, mkoa wa Mwanza unachangia pato la taifa kwa mwaka kwa wastani wa shilingi trilioni 13.5 sawa na 7.2%. Mkoa wa kwanza ambao unachangia pato la taifa GDP ni mkoa wa Dar es Salaam kwa 15%. Mkoa unaofuata ni mkoa wa Mwanza kwa 7.2%. Unaweza ukaona hiyo gap ni kubwa. Mkoa kama Arusha ni 4 point something. Mkoa wa Geita ni 5%. Mkoa wa Geita kwa sababu ya madini sana unachangia 5%. Mkoa wa Mbeya kama 4.8. Kwa hiyo lakini pia kwa ulipaji wa kodi za ndani mkoa wa Mwanza ni mkoa namba 4. Kwa hiyo ni mkoa ambao ni wa kimkakati. Kwa msingi huo, baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba bunge na serikali imeidhinisha na kupitisha fedha katika mkoa wa Mwanza takriban kwa miaka hii minne ya Rais Samia shilingi trilioni 5.6 ambayo inafanya kazi za miradi ya maendeleo, na serikali imejikita kufanya miradi ya maendeleo ya kimkakati katika mkoa wa Mwanza. Nafikiri nia kubwa ni kufanya mkoa wa Mwanza uondoke kwenye pato la taifa la 7.2 ifike hata 10% ili angalau kupunguza ile gap la mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo miradi hii ikikamilika tutakuwa na manufaa makubwa sana. Mradi ambao mmesema mnaenda kuona wa Kigongo Busisi ambao almost unakaribia hatua za mwisho wa bilioni 600, lakini pia mradi wa SGR unaenda vizuri, lakini pia miradi mikubwa mingine ya kimkakati ni mradi mtakaouona wa maji wa Butimba wa bilioni 71. Zamani Mwanza ilikuwa na shida kubwa ya maji, na ukiangalia watu wa Mwanza wanaishi juu ya milima. Sasa kuyapeleka maji milimani na sanitation pia ya watu, vyoo na nini ilikuwa ni complicated, lakini serikali baadaye ilibuni miradi ya kupeleka maji juu ya milima, lakini pia hata namna ya sanitation. Kwa hiyo hata yale magonjwa ya kipindupindu na nini hayapo tena hapa Mwanza. Kwa hiyo mradi wa maji unaotumika sasa wa kisasa ni huu unaitwa wa Butimba wa bilioni 71. Zamani tulikuwa na mradi chanzo kimoja tu kinaitwa Capri Point. Sasa nimeambiwa kwamba mradi mtakaotembelea nyie sio hata huu wa bilioni 71, bali ni mradi wa matenki 5 na vituo 2 vya kusukuma maji ambao vyenyewe tu mradi huo una bilioni 46. Kwa hiyo kwa ujumla hapa Mwanza changamoto ya maji nafikiri imepunguzwa kwa asilimia kubwa sana, na hata hicho chanzo cha Butimba tumefunga sasa nafikiri pampu 2, lakini tunatumia moja, lakini kuna provision nafikiri ya pampu 3 pale. Kwa hiyo tukiwa full fledged tunao uwezo wa kusukuma maji. Sasa hivi tunachofanya ni kujenga miundombinu ya usambazaji wa maji, lakini chanzo cha maji ni cha uhakika kwa sababu tunatoa ziwa Victoria. Lakini pia nimeambiwa kwamba mtatembelea mradi wa hoteli ya nyota 5 ya NSSF. Ni hoteli mzuri kwa kweli, na niliwahi kutembelea zaidi ya mara 3. Mradi naona sasa hivi unakimbia, ni mradi wa bilioni 123, na ninaamini ukikamilika mkoa wa Mwanza tutakuwa na hoteli kubwa za kisasa. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba sisi kazi inaendelea na wananchi wa mkoa wa Mwanza wana utulivu mkubwa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, kuweni na amani mkiwa katika mkoa wa Mwanza, mjue kwamba mtafanya kazi zenu vizuri na mtamaliza ziara zenu vizuri. Sasa mwisho, mimi niwatakieni kila laheri katika uchaguzi, kwa sababu ninajua ni kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo mimi niseme tu nawatakieni kila laheri. Tumeelekezwa wale ambao wanataka kugombea, majina yao tulishapeleka huko. Kwa hiyo ninaamini
mimi sio katika hao. Kwa hiyo mimi bado nipo sana huku. Kwa hiyo mimi niwatakie nyinyi mliokuwa wabunge wenzangu heri ya uchaguzi, na niseme tu Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi, atawasimamieni, na kama riziki Mwenyezi Mungu ndio mtoaji, basi atakupa riziki tena. Binadamu hatoi riziki, ila Mwenyezi Mungu ndio wa kutoa riziki.